Mtazamaji wa YouTube chaneli yetu ya Kalamu TV Online, tunaripoti taarifa hii kutokea mkoani Arusha. Askofu mkuu wa makanisa ya New Life Church Tanzania Bishop Peter Raphael ameeleza kuwa Roho Mtakatifu anawasaidia watu wa Mungu kupokea mabadiliko kwenye maisha yao. Askofu Peter Raphael ameyasema hayo leo Jumapili wakati akifundisha kuhusu mabadiliko ya maisha yanayosababishwa na Roho Mtakatifu. Mbali na hayo pia ameeleza kuwa wanaosikia neno la Mungu na kulifanyia kazi katika maisha yao wanaona mabadiliko. Usisahau kubonyeza alama ya subscribe Kalamu TV Online. Nimesikia sana kuzungumza kuhusu mabadiliko ya maisha yanayosababishwa na Roho Mtakatifu. Mabadiliko ya maisha yanayosababishwa na Roho Mtakatifu. Tunapokutana na Yesu kwa mara ya kwanza, na tukiwa tumemaanisha kabisa kwamba kuanzia sasa Yesu ni Bwana na ni Mwokozi wa maisha, mambo mengi huwa yanabadilika kuanzia hapo. Labda kama mtu hajamaanisha, anaweza kusema nimeokoka, lakini bado mambo yakawa ni yale yale. Na unavyoendelea kuishi ama kuwa pamoja na Yesu, unaweza kuziona kazi za Roho Mtakatifu nyingi kwenye maisha yako binafsi na jinsi ambavyo mabadiliko yanavyoendelea kutokea, kiasi kwamba ukijitazama wewe wa sasa na yule wa zamani, unaweza ukaona ni kama watu wawili tofauti. Sasa neno langu linasema mabadiliko ya maisha yanayosababishwa na Roho Mtakatifu. Kuokoka sio jambo la kujifanya, kwa sababu kuna wengine wanaojifanya kwamba wameokoka. Wokovu, mabadiliko yake sio kitu ambacho tunajifanya kwamba tumeokoka, lakini kuna mabadiliko yanayosababishwa na Roho Mtakatifu ndani ya maisha ya mtu. Na ikiwa kweli Roho wa Bwana ameingia ndani yako, maisha yako yatabadilika tu. Pengine kuna vitu unaona ni ngumu sana kubadilika. Pengine kuna mambo unaona haya ni kama hauwezi kubadilika kabisa. Unajiona mwenyewe unasema kwa kweli kwa hili hapa nahitaji nguvu ya Mungu nibadilishe. Usijali, bado Roho Mtakatifu anaweza kuleta mabadiliko katika maisha yako. Jina la Yesu libarikiwe sana. Nguvu hiyo ya mabadiliko inayobadilisha ama inayosababishwa na Roho wa Bwana, kihalisi inaweza ikapita katika njia au kwa namna kama 5. Sasa tutazungumza moja tu siku ya leo. Nguvu au mabadiliko ya maisha yanayosababishwa na Roho Mtakatifu. Mabadiliko haya yana hatua nyingi, lakini sikiliza, moja ni Roho Mtakatifu mwenyewe. Roho Mtakatifu mwenyewe ndiye anayeweza kuyabadilisha maisha ya mtu. Roho Mtakatifu mwenyewe, yeye mwenyewe. Unajua Roho Mtakatifu ni halisi. Roho Mtakatifu yupo. Saa nyingine hatuwezi kujua anaonekanaje, lakini yupo. Na Roho Mtakatifu mwenyewe ndiye anayesababisha mabadiliko ya kimaisha. Yeye akija kwako, na kama anaishi na wewe kila siku, yako mambo ambayo yatabadilika tu. Yaani yatabadilika tu. Uwe unapenda uwe upendi, Roho Mtakatifu akija, yeye atabadilisha tu utaratibu wa maisha yako. Yeye atabadilisha kila hali ulionayo. Lakini ya pili, mabadiliko hayo yanasababishwa na neno. Nikupe 5 alafu nizungumze moja. Yanabadilishwa na neno, sio neno la mhubiri, neno la Mungu. Kuna maneno ya mtu, alafu kuna neno la Mungu. Sasa kinachobadilisha sio maneno ya mtu peke yake, lakini ni maneno ya Mungu au neno la Mungu kupitia mtu. Sasa ninajua ninyi wote ama ninyi wengi ni wasomaji wa Biblia. Kwenye kitabu cha Mwanzo, ile sura ya 1 mstari wa 1 na wa 2, inasema Mungu aliumba mbingu na nchi. Nchi ilikuwa ni ukiwa, tena ni utupu. Alafu ndipo Mungu akaanza kusema, na kila alichosema mabadiliko yalitokea.
Inasema kulikuwa na giza, akasema iwe nuru, nuru ikatokea. Hayo ni mabadiliko. Unaona hiyo? Bahari ilikuwa kila mahali, maji kila mahali, akasema na itokee nchi, iwe nchi. Maji na nchi kavu yatengane, nchi ikatokea na bahari ikaenda upande wake. Hayo ni mabadiliko yanayosababishwa na neno la Mungu. Kwa hiyo mabadiliko mengine yanatuhitaji sisi kusikia, na sio kusikia mara moja, kusikia tena na tena na tena na tena. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ikiwa tunataka kuona mabadiliko yanayosababishwa na Roho Mtakatifu, kwanza Roho Mtakatifu mwenyewe. Jambo la pili, neno la Mungu linalosemwa. Neno la Mungu linalohubiriwa kwako limebeba nguvu ya mabadiliko. Na ndio maana usiogope, usiwe na hofu kulitumia neno. Omba neno, kiri neno, amini neno, tangazia maisha yako neno la Mungu. Unavyoendelea kusema neno, neno limebeba mabadiliko. Unavyoendelea kutamka neno, unavyoendelea kusema neno, neno linabadilisha. Na hata hapa kanisani tunapoangalia maisha ya wengi, sisemi maombi tu, lakini neno pia linabadilisha maisha ya watu wengi sana. Kwa wale wanaosikia na kuchukua hilo neno na kulifanyia kazi, unaona mabadiliko katika maisha yao. Lakini wengine ni wasikiaji wazuri tu, ila sio watendaji. Yaani yanaingia hapa, yanatokea hapa. Hawana chochote kufanyia nini? Kufanyia kazi. Sasa kama tunataka kuona mabadiliko yamebebwa na neno. Lakini cha tatu tunasema ni maombi. Haya mabadiliko ya maisha yanasababishwa na Roho wa Mungu. Mabadiliko mengine yanahitaji maombi yako. Maombi yako. Tunazo ibada za maombi, tuna ratiba za maombi ya pamoja. Nyakati fulani tunakutana, tunafunga, tunaomba pamoja. Ni jambo zuri sana. Lakini bado maombi yako yana nguvu sana kusababisha mabadiliko kwenye maisha yako. Wengi sana wamekuwa ni Wakristo viwete, wasiotembea, ni Wakristo vipofu, wasioona, ni viziwi, wasiosikia, kwa sababu wao wanategemea maombi na maombezi ya mhubiri peke yake. Huo ni ulemavu wa kanisa. Kanisa la kwanza halikusimama kwa maombi ya wahubiri peke yake. Lilisimama kwa maombi ya pamoja. Kila mtu alikuwa anaomba. Usisahau kubonyeza alama ya subscribe Kalamu TV Online.